Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba weekend yako ilikuwa ni ya baraka, na hakika mpaka asubuhi ya leo unaendelea na kushuhudia baraka za Mwenyezi Mungu. Na siku ya jana, siku ya Jumapili, pia ninaamini kwamba uliweza na kufika kanisani na ukaweza kubarikiwa. Ujambo na karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kukubariki kupitia neno la Mwenyezi Mungu, maombi, zile nyimbo ambazo utaweza na kupokea kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kuanzia siku ya leo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye anajulikana kama Pastor Priscilla Muasia kutoka kanisa la ABC Mwanga iko katika uongozi wa Kangundo Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba jiandae tukaweza na kupokea hizo baraka kwa siku ya leo na pia kwa wiki yote. Karibu. Mpendwa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umeamka salama. Mungu wetu amekuwa pamoja nawe, amekulinda, amekusaidia. Nami niko mzima, namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Ujumbe wetu wa siku ya leo utatoka katika kitabu cha Joshua sura ya 2 mstari wa 4, wa 8 na 15. Anwani ya habari ya siku ya leo ni kuchukua hatua ya imani. Tuombe. Baba Mungu wetu, kwa jina la Yesu tunasema ni asante asubuhi ya leo, kwa maana Mungu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetusaidia, umetufunika na kibali na neema yako. Baba, umetupa uhai tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu ukiwa katika kiti cha enzi yako. Twajiweka mikononi mwako kwa ajili ya neno lako ambalo liko mbele yetu. Baba yetu, tunapoenda kulisikia, Baba Mungu wetu kawe pamoja nasi, utuongoze na ukatubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Katika kitabu hicho cha Joshua sura hiyo ya 2 na mstari wa 4 unasema hivi: Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Mstari wa 8, tena kabla hawajalala akawaendea juu ya dari, akawaambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wameyeyuka mbele yenu. Mstari wa 15, ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tunaona ya kwamba katika hili neno ya hatua ya imani tunaona mfano wa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Rahabu. Rahabu alikuwa mwanamke wa mataifa, na tunaona wakati mmoja mtumishi wa Bwana Yoshua aliwatuma wapelelezi wawili ili waende wakapeleleze nchi ambayo wana wa Israeli wangemiliki na wangepitia katikati yake. Na hivyo tunaona ya kwamba wakati wale wapelelezi walipofika mahali pale, tunaona waliingia katika nyumba ya huyu Rahabu. Huyu Rahabu alifanya mambo yaliyokuwa ajabu sana, kwa maana walipofika kwake, tunaona jambo la kwanza, aliweza kuwapokea wale wapelelezi wa wana wa Israeli. Na alipowapokea, Biblia inasema ya kwamba aliweza kuwaficha. Aliwaficha ili wasiweze kudhulumiwa na wale watu wa Jeriko. Na pia tunaona ya kwamba aliwaficha ili wasiweze kuuawa. Wakati tunaposema hii hatua ya imani, jambo la kwanza ni kwamba huyu Rahabu alikuwa mwanamke wa mataifa. Na katika ile imani ambayo alikuwa nayo, jambo la kwanza alijua ya kwamba wale wana wa Israeli hawakuwa kama watu wa nchi yake. Na alijua ya kwamba wana wa Israeli wako na Mungu ambaye anawatetea. Alijua ya kwamba kuna Mungu yule ambaye anawaongoza.
Kwa hivyo tunaona ya kwamba aliwapokea, na kwa ajili ya kuwapokea kwake, hiyo ilikuwa hatua ya kwanza ya imani yake na kupata wokovu ambao uliweza kumfikia wakati Jericho ulipokuwa unaharibiwa. Wakati ambapo tunachukua hatua ya imani, tunaona ya kwamba unaweza kutenda mambo makubwa kwa uweza wa Mungu unayemwamini. Unapochukua hatua ya imani, kuna mambo makubwa unaweza kutenda katika maisha yako. Kama vile tunaona, aliweza kutenda mambo ya ajabu huyu mwanamke Rahabu. Aliweza kutenda mambo ambayo katika maisha tu ya kawaida angeweza kuyatenda kama hangekuwa na imani ndani ya Mungu. Tunaona alitenda mambo ya ajabu kwa kuwapokea wale wapelelezi hata akiwa hawajui, na hata pia kuwaficha wasidhulumiwe, na hata pia kuwasaidia wasiweze kuuawa. Neno la Bwana linaendelea kusema hii ni kwa sababu alikuwa na imani na alichukua hatua ya imani kutenda yale mambo. Pia tunaona jambo la pili, alipokuwa amechukua hatua ya imani, kuna mambo ya kawaida ambayo yanaweza kuwa mapya. Huyu Rahabu alipokuwa mwanamke wa mataifa, alikuwa anakaa na anaishi na anatenda mambo kinyume na matakwa ya Mungu. Alikuwa mwanamke ambaye kwa njia nyingine alikuwa kahaba, na tunaona wakati alipochukua hatua ya imani na kuwapokea wale wapelelezi, ni hakika alikuwa tayari amempokea Mungu katika maisha yake, na tunaona ya kwamba mambo aliyatenda, mambo mapya katika maisha yake. Alikuwa amezoea kutenda mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini wakati alipowapokea wale wapelelezi kupitia kwa hatua ya imani aliyokuwa nayo, tunaona ya kwamba mambo yake yalibadilika na yakawa mambo mapya, mambo ya kuwapa uhai wale ambao walikuwa wamehesabiwa kuuawa, mambo ambayo yalikuwa yanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Akatenda mambo ambayo yalikuwa yanampendeza Mungu. Pia tunaona ya kwamba alipokuwa amewapokea hawa watu, alipokuwa amechukua hatua ya imani, aliweza kupokea wokovu. Alitoka katika dhambi, alitoka katika mauti, alitoka katika ufukara, alitoka katika maisha yasiyompendeza Mungu, akapokea wokovu wa mwili, akapokea wokovu wa moyo, akapokea wokovu wa maisha. Kwa sababu wakati wana wa Israeli walipokuwa wanaingia katika mji wa Jericho, tunaona ya kwamba Rahabu aliweza kuokolewa. Ni ajabu kwamba ukuta uliokuwa umejengwa nyumba yake, Biblia inasema ya kwamba wakati ukuta wa Jericho ulipoanguka, ukuta uliokuwa umejenga nyumba ya Rahabu haukuweza kubomoka. Bwana Yesu asifiwe. Ili lilitendeka kwa sababu alikuwa na hatua ya imani, alimpenda Mungu hata ambaye hamjui. Asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, hatua yako ya imani inakuwa namna gani? Unatembea katika imani au unatembea katika maisha ya kawaida? Unatembea katika imani, hatua zako kila asubuhi zinakuwa namna gani mbele za Bwana? Mungu akikutazama akiwa katika mbingu, anaona ukitembea, ukichukua hatua za imani katika maisha yako, katika biashara yako, katika nyumba yako, katika masomo yako, katika mienendo yako, au anaona ukiwa namna gani? Hapa tunaona kuna wokovu. Unapotembea, unapochukua hatua ya imani, kuna wokovu ambao unaweza kukufikia, kama vile Rahabu alivyopata wokovu kwa ajili ya zile hatua alichukua za kuwaficha wapelelezi na kuwasaidia na kuwaokoa, akawapitisha mahali pengine wasiweze kuuawa. Tunaona ya kwamba aliweza kupokea wokovu ambao hata hakustahili kupokea, lakini kwa sababu ya ile hatua aliyochukua ya imani, aliweza kupokea ule wokovu. Asubuhi ya leo, unapochukua hatua ya imani katika matendo yako ya kumpendeza Mungu na kuenenda katika njia ambazo ni za kichwa cha Bwana, tunaona ya kwamba wokovu utakufikia, utakuwa mtu mpya katika maisha yako. Tunaona ya kwamba utaweza kutenda mambo makubwa katika uwezo wa Bwana. Tunapoangalia katika kitabu kingine cha Yohana sura ya 20 mstari wa 29, mpendwa mtazamaji, Biblia inasema ya kwamba Yesu aliongea
na Tomaso pamoja na wale wanafunzi wengine. Mstari wa 29 unasema, hiyo sura 20 unasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Bwana Yesu asifiwe. Tomaso alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Na wakati Yesu alipofufuka, wale wengine wakisema hakika Bwana amefufuka, Tomaso alikuwa anasema hapana, kwa ajili ya mambo yale ambao alikuwa ameona Bwana Yesu amepitia ndani yake. Na kwa hivyo hakuweza kuamini. Lakini Yesu anamwambia, waheri wale ambao wanasadiki hata wasipoona. Rahabu alisadiki ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuokoa, ambaye anaweza kubadili maisha, ambaye anaweza kusaidia mtu atende mapenzi yake. Tunaona ya kwamba alisadiki. Tomaso hakusadiki, lakini waheri wale wanaosadiki bila kuona. Mpendwa mtazamaji, hatua yako ya imani itaweza kukusaidia. Sadiki ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe asubuhi ya leo. Na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, tunasema ni asante kwa ajili ya neema yako. Tusaidie kuchukua hatua ya imani kila asubuhi, katika matendo yetu, katika kazi yetu, katika masomo yetu. Mungu wetu wa mbinguni, wale ambao katika biashara wanapoamka na kutembea, Baba, ongoza hatua zao wanapoendelea katika imani, na ukaweze kuwafanikisha katika kila jambo. Baba, waokoe kutoka kwa magonjwa yote na mambo yote ambayo yanaweza kuwa yanawapinga asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Hatua ya imani. Hilo ndilo neno ambalo tumeweza na kuletewa. Na tukaweza na kukumbushwa juu ya story ya mwanamke ambaye alijulikana kama Rahabu. Na hapa tumeweza na kujua kwamba imani huonekana hata kupitia kwa matendo. Rahabu aliweza na kuchukua hatua ya imani wakati ambapo aliweza na kukaribisha maisha yake kwa ajili ya watu wa Mungu. Akaweza na kuyahatarisha, akaweza na kuyaweka katika hatari fulani kwa sababu ya kukaribisha wale watu wa Mungu. Akachukua hatua ya imani kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa hayo matendo, hatua ya imani ikaweza na kupatikana. Je, wewe uchukua hatua ya imani katika mambo ambayo yanaonekana ni kama hayawezekani? Wewe uchukua hatua ya imani katika maisha yako, ama unazidi tu kukaa tu mahali pamoja na uchukui hatua ya imani? Hata kupitia kwa matendo, imani yetu itaweza na kuonekana, itaweza na kushuhudiwa na wengine. Na hapa tunajifundisha tena kwamba Mungu hutumia watu wasio tarajiwa. Kumbuka kwamba Rahabu aliyekuwa kahaba alitumika kama chombo cha wokovu, na ikawa ni sehemu ya historia ya wokovu. Mungu wakati mwingi sana hutumia watu wasio tarajiwa ili akaweze pia na kuwanyamazisha wale wengine ambao maybe wamejiweka mahali wakaona kwamba ni wao wanafaa kutumiwa. Hapa Mungu anatumia mwanamke kahaba, akamtumia. Kulikuwa tu na wengi, lakini akaona yu mwanamke, wacha nikaweze na kumtumia. Na Rahabu akakubali kutumika. Je, wewe kupitia kwa imani yako umekubali kutumika? Ama kwa matendo ambayo tunayaona kupitia kwako kabisa haujakubali kutumika? Chukua hatua ya imani. Matendo yako hata yakaonyeshane kwamba wewe umechukua hatua ya imani. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Mwenyezi Mungu na atembee pamoja nawe. Pastor, barikiwa sana, ni kwa sababu ya huo ujumbe ambao ameweza na kutuletea. Ninaamini kwamba sisi wote tutaweza na kuchukua hatua ya imani. Bye bye.